Ahlan wa sahlan wa marhaban ndugu mpenzi msikilizaji wa kipenzi wetu wa dhati unayetutegea pale ukurasa wa Facebook Wavu TV na pale YouTube channel Wavu TV. Kumbuka basi tuliweza kukwambia kila siku ya Ijumaa tutakuwa tunakuletea upeo wa jamii. Upeo wa jamii itakuwa inaangazia masuala yanayoathiri jamii, hasa kibiashara, kielimu na hata kisiasa. Masuala yote yatakayochipuka tutakuwa tunayaangazia hapa, na siku ya leo basi tunataka kuzamia swala hili la wanafunzi kuwaua wazazi, wanafunzi kuwaua walimu. Hapo awali historia ilikuwa ni wazazi kuwaua wanao ama walimu wanawachapa wanafunzi wanaoa, lakini hivi sasa mambo yameweza kubadilika. Hivi karibuni tumeona shule imeweza kuchomwa, na kama kawaida tulikuwa tunajua shule zilikuwa zinateketezwa ama zinachomwa muhula wa pili, lakini sasa ni muhula wa kwanza. Basi kabla nisije nikakuchosha maneno mengi, tutakuwa tunazamia swala letu lazima la siku ya leo. Tutakuwa najiunga naye upande wa kuliani kwangu ni Sheldon, kiongozi wa wanafunzi, kushotoni kwangu ni kiongozi wa wanafunzi Bwana Kalistas. Watakuwa na mengi ya kusema. Karibuni siku ya leo. Asante. Kabla tuweze kuzamia masuala mazima, ningependa angalau tuweze kuzungumzia tarehe 10 Januari mwaka 2021. Kuna Warunge mwenye umri wa miaka 22 aliweza kuuawa na wazazi wake na kakake na ndugu yake wa kambo. Vile vile tarehe 13 kulikuwa na mwanafunzi aliweza kuwadunga ama kuwachoma kisu walimu wawili katika kaunti ya Kisii. Ningependa kukuuliza kwa mtazamo wako, je, unaweza dhania nini inachangia swala hili la wanafunzi kuwachoma walimu kisu ama wanafunzi kuua wazazi? Kwa mtazamo wangu, kwanza kabisa kuna malezi wakati ya COVID-19. Wanafunzi waliweza kuachiliwa kutoka shule kuanzia mwezi wa 3 wakaenda nyumbani kwa miezi 9. Na wengi waliweza kujiingiza kwa mambo mengi. Pale ya kwanza tunaweza pata wengi waliweza kuingia kwa mtandao sana, walijifunza mengi kupitia kwa mtandao kwa sababu kuna wakati serikali ilisema wanafunzi wataweza kusoma kwa mtandao. Pili, watoto wengi au wanafunzi wengi waliweza kujiingiza kwa dawa za kulevya kwa sababu hawako wanasoma. Kuna kitu chochote walikuwa wanafanya nyumbani, unampata. Wazazi pia walikuwa nyumbani, kazi ziliweza kusimamishwa kwa mujibu wa COVID-19. Yeah. Hiyo ndo mtazamo wangu. So wanafunzi wakikaa sana, ukiweza kutumia dawa za kulevya kwa muda mrefu, kisha ukaweza kuwa na muda pia hujatumia, unanipata, kuna kitu inaitwa hallucination, saa zingine meditation, unaona, that results to so many stuffs. Leo unaweza nipata like ukinichokoza muda kidogo na maybe nilikuwa na meditate ama nilikuwa na hallucinate vitu kama hivyo, unaona, najipata nimekuhurt, unaona. And at the same time unapata wanafunzi wamekuwa nyumbani muda mwingi, wamerelax, wajakuwa na ile mindset ya kurudi shule tunaenda kuanza kusoma, unaona. So wanajipata wamejiingia kwa consequences mingi sana. Shukrani. Bwana Kalistas, wewe mtazamo wako ni upi? Hasa hapo awali historia ilikuwa ni unaweza pata mwalimu amemchapa mwanafunzi hadi mwanafunzi akaiaga dunia, ama mwanafunzi amechapwa na mzazi wake kufeli katika masomo, lakini sasa mambo yamebadilika na yakachukua mkondo mwingine. Kwa mtazamo wako? Kwanza kabisa natoa shukrani kunialika katika Wavu TV. Tupashe habari vijana wetu, haswa wanafunzi. Kama vile umeuliza hapo nyuma, walimu, visa vya walimu kuwapiga watoto kwa shuleni na vitu mbalimbali, ambapo vitu saizi zimechange. Ni kama sasa ni wanafunzi wamegeuza kile kichapo kimerudi kwa walimu. Ndio. Kitu cha kwanza ambacho kwanza tunaweza kusema ni shida ni katika social media zetu, kama vile Facebook, YouTube na nyingi kabisa. Watoto wanapata pale habari ama picha ambazo zinawafunza vitu mbaya. Watoto wanaona movie ambayo anaona mtu akiua mtu moja kwa moja, hakuna anapata paka njia ya kujitetea, anaona, yani wameona na imekuwa ni kama kitu cha kawaida. Na hapo ndio tunapata umuhimu pia wa wanafunzi kuwa kule shuleni, maana wanafunzi wakuwa shuleni ni kama shule imekuwa baadhi ya ulezi wa watoto. Walimu wanatusaidia pakubwa sana, wanasaidia wazazi pakubwa sana kwa wale watoto. Watoto wamekaa nyumbani muda mrefu, wameingia ile social media pages, wameona vitu ambavyo vimewafanya wengine wao wamegeuka wanyama. Na pale awali pia kuwalea watoto ilikuwa ni jukumu la jamii. Jamii mzima, mtoto wa fulani angelikosa, mtu yeyote wa jamii ile angeweza kumwadhibu papo na hapo bila mzazi wake kuingilia kati. Lakini sasa hizi ukiangalia, mtoto akikosa ni jukumu la mzazi wake kumwadhibu, na wazazi wengi siku hizi hawachukui jukumu ya kuadhibu mtoto. Akipata ni jirani alimwadhibu mtoto wake,
kesi hiyo inakuwa ni kubwa hadi hata pia inapelekwa mahakamani. Sasa kulea watoto wamechukua njia ya kuharibika kwa namna hiyo. Naam. Pia vile vile mmeweza kuzungumzia mambo ya social media. Je, kuna yote mwenye anaweza tuambia mengine kando na hayo? Ni kama visa mingi unaweza pata wanafunzi wamekuwa wanapiga walimu wanapokea vichapo vya umbwa. Unajua hiyo inaletana na kitu ya kwanza. Hapa awali mtoto hakuwa wa mtu, mtoto alikuwa wa jamii. Jamii ikielimisha mtoto anakuwa na heshima mzuri, mtoto anakuzwa kwa heshima mzuri, anaheshimu watu wakubwa. But saizi mtoto ni wa baba yake, mtoto ni wa mama yake. Yenye mtu mwingine ukitokea huko mtoto afanye makosa na umwadhibu is like sasa hiyo ni sheria nyingine pia yenye haifai. So unapata mwanafunzi akienda shuleni haezi mheshimu huyo mwalimu, sababu huko nyumbani watu wanajua ni mama yake na baba yake, na kwa shule mwalimu ni kama mzazi wake. But hiyo yeye haoni, amefunzwa huko nyumbani, imebaki baba yake mama yake ndiye anamlea. Ndio unapata hapo mwalimu akiongea kitu mbaya, jamaa ametumia miadarati zake, ni kichapo tu. Sio jambo la kuchekelea, lakini inabidi. Na bwana Sheldon, ningependa kuuliza, je, kwa mtazamo wako unaona kama mapenzi inachangia maneno kama haya? Mapenzi pia inachangia kwa sababu saizi like nitasema kwa kizungu, saizi the world is changing and at the same time evolving. So we are in a different evolution. Because when you listen to the kind of music being addressed today, it doesn't have anything. Aina yote kabisa. The so-called gengetons that addresses nothing but literally sexuality and drug abuse. Because those are the kind of themes being addressed in such songs, and those are the songs that tend to be liked by the youths. Na youths wengi like wanaiga hizo tabia za wasanii, unanipata? So na zile mambo zinaweza kuongelewa na wasanii kwa hizo nyimbo ni mambo na ngono na hiyo dawa za kulevya. So inachangia pakubwa sana, kwa sababu unapata saizi watoto wadogo wakisikiliza wimbo kama hizo wanataka kuiga, wanataka kufanya kitu practically. Sijui hizo vitu zinakuwa addressed kwa hizo wimbo, so they want to do it practically, feel that zeal being addressed in that song. That's my take. Bwana Callistus, ningependa kuuliza, mwenzetu hapa alisema muziki wetu unachangia wanafunzi ama watoto ama vijana wa hivi sasa kuharibika. Je, kwa mtazamo wako pia muziki unachangia? Ningependa kusisitiza jambo hilo kwa undani zaidi. Muziki wetu haswa hapa Kenya unachangia pakubwa kuharibu watoto wetu. Ukiangalia katika video zetu ambazo zinashutiwa, unaangalia kwamba unaona mtu moja kwa moja anashoot video na anavuta sigara, anavuta vitu, anatoa moshi, unaweza dhani ni gari ya moshi. Moshi pale hewani, unaangalia moshi, kweli mtoto anaangalia pale. Wengine wanatoa video zao wako nusu uchi, mtu titi ziko nje, kama ni wanaume ameonyesha zile zinaitwa nini, six pack. Najaribu kuonyesha watu vile hapo na six pack zake. So na ukiangalia watoto wengi wa shule hata wakikuja nyumbani, pale nyumbani aswa kwetu pale mjini, kuna watoto wanatoka shule baada ya mwisho wa muhula. Ukijaribu kuangalia nyimbo zile wanaimba, ni zile wimbo zinaimbwa sasa na vijana, gengetone, sijui unasikia na mayeng, sijui mayeng ndio nini mimi. Sijajua kabisa mayeng ni nini. Tutapata wadau hapo lakini mayeng kwa ndani. Wimbo kama hizo na video ambazo ukiangalia simu zile nyimbo ambazo wanaziangalia zile video, kabisa ni video ambazo zinapoteza watoto. So kwa upande wangu kabisa nyimbo za saa hizi zinaharibu watoto wetu. Shukrani kabisa, kwa kuwa muda utakuwa unasonga kabisa. Ningekuja kwako kwa Bwana Mark. Wewe ungewashauri aje wanafunzi walioko pale nje ama watazamaji wenye wanatutazama kuhusiana na mada yenye tumezungumzia siku ya leo? Kwa mtazamo wangu, mmeongelea maneno ya mapenzi, na pia mimi nachangia hilo kabisa. Wanafunzi wa siku hizi wameharibika. Hata ukipita huko street hizo siku tumekuwa na janga la corona. Kile ambalo kiko ni wanafunzi kuroam around. Wanatembea na wasichana, wavulana. Sasa wajilinde. Maisha siku hizi ni kuangalia kizuri ambacho kitakupeleka kule kuzuri unataka.
Ni hayo tu. Wanafunzi bwana spoiler wewe ungewacha. Just to add a pinch of salt to whatever Mr. Mark has said, we are generally basing on the student's behavior or the child's behavior. But what you're forgetting, or the point that you're not looking at, is the parent factor, the parental factor, the parental guide. How you bring up your child, the core values that you instill in a child as he or she grows up. That means a lot. It means a lot. Let me give you a case. You see, as a parent, it's your duty. No. It's not like you're being forced. It's a must. Yeah. Being a guide to your child, sitting your child down, taking time with your son or your daughter. How many times do parents do that? In a scale of 1 to 10, I can say 3. Like parents, when they take their child to school, after school, mtoto anakuja nyumbani jioni, the only thing he or she will ask is, umefanya homework? Mlipewa homework? You don't take time with your child na umuulize shule kulikuwaje? What did you do in school? Take me through some of the activities that you did while in school. You see? Yeah. And when you do that to a child, the child at least ata feel comfortable kuwa na mzazi, unaona? Hata kuwa no time of engage na these other core social factors. Because atajua at the end of the day nikienda nyumbani mzazi yako pale. Nitazungumza naye. Kama kuna jambo linamkwaza atamwambia mzazi wake. Unaona? Ndio. Because ata feel free. Yeah. And that thing inaanzanga na family. Before utoke nje mtoto aanze kuwa na behaviors huko nje. Ile nyatapata kutoka kwa family ndio inakuanga the root genesis of how he or she will grow up. You see? Yeah. So as much as mna blame watoto, wanachoma shule, wanavuta bangi, wanashoot videos za mayeng, wanapiga walimu. Try to look at where they're coming from. How parents wanafanya nini kwa watoto? Like how much time do they spend with their daughters? Ama walikutoka kwenda kazini wanadrop mtoto shuleni, ama wanatoka asubuhi hata kujua mtoto atafika vipi shuleni, na wakirudi jioni nikuuliza tu umepewa homework, umefanya homework. You see? Yeah, shukrani kabisa. So and okay, acha nimalizie. Mnapokuja kuangalia mambo ya wanafunzi kuchoma shule, wanafunzi kupigana na walimu, hizo ni vitu zenye okay. Sometimes nakujanga na peer pressure. 1, 2, depression. Unaona? Yeah. Just to mention but a few. So shule mingi saa hiyo wametupilia mbali mambo ya guiding and counseling. You see? Our kazi ni kufunza tu the normal subjects. At the end of the day, they want results. But they're not looking at that guiding that child. Not only the results, but how the child will grow up to be a successful person. Or to make something out of himself or herself. Nowadays they're not looking at that. Which is something that is wanting. Yeah. You see? So, okay, tutaongea mengi zaidi. Umezungumzia masuala ya peer pressure, depression, na ukazungumzia masuala ya malezi ya wazazi. Yeah. Kwa hivyo kulingana na bwana Sheldon anaweza kuzungumzia muziki wetu. Hata mimi kwa mtazamo wangu naona muziki wetu unachangia pakubwa. Je, wewe swala la muziki unaonea linachangia mihadarati huu ni kama uko sana upande wa wanafunzi ni ama unapendelea muziki wa Kenya? No, I'm not taking sides. Okay, I do listen to those songs. By the way, hata niko nazo my folders zimejaa game. So that's why hujapingana. That's not the reason why. Don't get me wrong, get it straight. What I'm trying to say is as much as mna base sana for these teenagers, these young children, or these schoolers. Si kila kitu ni makosa. Like okay, kuimba, singing is an art. You see? Yeah. And there is no limitations when it comes to art. You do what you feel. Yeah. You express yourself how you like. Yes. And the way the society will take you, maybe it's not the way you're intending it. Unaona? Si lazima tukiimba hizo wimbo wasichana wako uchi. Maybe ulikuwa try to seek attention, unaona? Sorry. Maybe ulikuwa try to seek attention ili upate hiyo audience yenye unataka. Through that moshi yenye jamaa anasema inakaa gari ya moshi. Because when a person sees your tracks, mtu anaimba hii na mamoshi anasema nini? No. They will listen. You see? Lakini kumbuka pia ile picha yenye inajengwa pale
Na siku zote wanasema mtoto hajifunzi anachoambiwa bali anachoona. Yeah. Ile video ikipita na uchi, ikipita na miadarati, lazima pia atataka kujaribu. I have a question to my friend. Yeah. When you sit down compose such a song, Yeah. who are you targeting? You as a person, you as a singer, who are you targeting? When you sit down, write such a song, and you shoot such like a video, exposing your thighs, your boobs, your whatever, your private parts. Not all of them do that. Yeah, but Almost 3/4 of them do that. So you're also Tutafika basing hapo. on those things. You're not looking at the other quotes. Turudi katika mada yetu ya leo wanafunzi. Naona hiyo mada ya muziki wa Kenya tutakuwa tunaipea siku yake. Yeah. Usiwe na wasiwasi. Naona Nakuelewa. kuna maneno mengi yanajitokeza. Hapo nyuma sijui kama mna maoni ama maneno ya mwisho ya kuchangia. Bwana Ian, una lolote ama unakubaliana na yote aliyosemwa ama unapinga? Okay, thank you for letting me come to this meeting. Number one, I just want to add on what my friend has said about the parents. The first mistake the parents do, the way you relate with your daughter or your son, it takes a lot about he or she will be. Thank you. Because the first of all, you can't tell me for you are polite to your son. When he goes to school, the teacher wants to be rough to him. For you are polite, but the teacher wants to be rough to him. And mark you, the teacher is no longer the relative to the son, of your son. The son does not know the teacher. They just meet at the school. Then the teacher wants to be rough, want to discipline the son. What will happen? The first thing, and a disagreement, they won't agree. The son and the teacher, your son and the teacher, the student and the teacher, and that will make up them to fight. Because your son will say, at home I'm being treated this way, and at school you want to be rough for me. No, hapo na tutapatana, itabidi atakani mawe kitambi. Shukrani kabisa. Unaona sasa? Ndio. Ndio sababu nakwambia hiyo, all these mistakes we need first to blame the parents, because wewe umetoka kazini unasema sijati niweke hapo wimbo fulani nitaka kuona ama video fulani nitaka kuona. Wewe ukishaekewa video, kumbuka mtoto wako uko naye hapo, unaona. And first of all, I really like the televisions, they do write PG, parental guidance is being advised. Wewe sasa umeweka video, hata umeweka hizo wimbo za kisasa Without guidance. without guidance, hata unaweka tu tunaona toto, baba, mama, kuja tuone hii. What next? Dadi alisema kwetu tukione kama ametoka. Dadi atatoka ende ama mama atoka ende, ngoja niweke nione. After that, this your daughter or son will go out, get a friend, kuja tuone hii ni tamu, niliona dadi aliweka hii. Mama, mama aliweka hii, kuja tuone hii. Unanipata? For music side, music is always a talent. Kuna wengine wanaifanya kama talent, kuna wengine wanaifanya kama passion. For that you can say. Unaona? Kuna wengine wanajua teenagers like seeing, let's say they like the boob, to see the boobs of them. Ladies, the hips, something related to their private parts. For him to shoot a video, anajua nikifanya kitu fulani hawa sasa watapendelea hii kitu, watataka kuiona, unaona? Ndio. So itabidi aifanye ndio sasa apate attention ya watu. Shukrani kabisa. Naona muziki wa Kenya una masuala mengi. Tutakuwa tunazamia Jumaa ijayo panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. And then lastly, being that the parents have their mistake, the teachers also at school, they also have a mistake. Not I'm defending the children, I'm not defending the children, because they also have the mistake. The part that the teachers have the mistake, in this generation now, nilikuwa nasikia kitambo sijui tulikuwa unashikwa, unachapwa, sijui unafungwa kwa miti, unachapwa. Sasa hivi funga mtoto kwa miti nani? Utapigwa na mtoto hata kama hizo kisu kuchoma utachoma sijui mara ngapi. Unapata? The way you relate, mtoto amekosa, mwanafunzi amekosa darasani. Unapata saa zingine you have given out 10 questions. You expect this student to get 10 out of 10.
Yet for you were in school, not knowing, you were not even getting even 3/4 of the marks. Shukran kabisa. How? Tuachie hapo. No, let me just clarify everything. You need to call this student, tell him or her, hii kitu ulifanya hivi, si hivi, ifanye hivi. Wewe unataka kutoka huko, unataka kupiga mwanafunzi kofi. Wewe mwenyewe while you are studying, even to get 5 out of 10 or headache nini. Then for you mtaka kupressure mwanafunzi. The first of pressure inatoka kwa walimu. Si hata wanafunzi wenyewe wenye my friend amesema. Pressure ya walimu mostly in boarding school. Pressure ile walimu wanapatia wanafunzi. Sija tusipopata hii na kupiga, sija tusipopata hii. Mwanafunzi anafikiria leo nimechapwa, kesho nimechapwa, almost the whole week amechapwa. Atafanya nini? Choma shule tu nyumbani bana. What next? Sawa. Mpate nini? Shukran kabisa. Bwana Sheldon, maoni yako ya mwisho kabla tuweze kukatiza wakati. Personally, Dakika mbili. I have a feeling that let's call a spade a spade. Both the parents and the teachers are also missing, because as my friends here said that parents are not having enough time to bond, to create that bond, you see, with their children. You know, to educate their children from the rightful and the wrongful way. You get me? At the same time, I was also having that mind that our religious institutions are also failing too, because after just service, people just leave, and the work of the church is also to love, rebuke, and show concern at the same time. So, in the first place, the media, that's the social media, the social media platform. We have the parents, the teachers at the same time, and the society at the same time are also misguiding us. So we need to come to the drawing board. I think almost all of us, you get me, to identify the scenarios or the areas where we are failing and try to rectify them. And then everything will just be well, because we are evolving. In the next 10 years, we won't be talking of the school being burned, teachers being killed, teachers being stabbed by knives. You get me? We'll be talking of something different. We don't know. So that's my take. Sawa, shukran kabisa Bwana Callistus, dakika moja na muda umekuwa mwingi sana. Lazima tucheze na muda. Nitachukua muda mfupi kabisa kueleza mambo. Kwanza kabisa, jukumu la kwanza kama mzazi, kabla hatujafika kwa wale walimu wakina nani, ni mzazi ndio mtu wa kwanza kabisa anafaa kuelekeza mtoto wake. Maana wewe mzazi mwenyewe ukipotea, na pia elewa kwamba mtoto atapotea. Wazazi wengi wamerudi kuona kwamba wameconcentrate sana kutafuta pesa mpaka wanasahau kwamba mtoto wake anafaa elekezwe. Na usipoelekeza mtoto wako, jua kwamba mtoto anapotea. Namba moja, kuna vitu ambavyo kama wewe mzazi, vile ndugu yangu amesema pale Ian, mzazi ndio unatakana umuelekeze mtoto kwamba hiki kipindi ni cha kuona, hiki si cha kuona. Maana shuleni vitu mingi mwalimu hataeleza, na wewe mzazi kwanza unaanza kumlea mtoto wako. Cha pili, tengeneza urafiki na mtoto wako. Shida yote ikitokea anaweza kuwa wazi kukuelezea kwamba mimi niko na shida hii na ile. Wazazi wengi wamekuwa wakali sana. Mtoto akijaribu kumuelezea kitu anamwambia wewe sijui nini, ninakulipia fees, ninakufanyia nini, vitu kama hivyo. Sikueleza mtoto kulipa fees, ni duty ya mzazi kulipa hiyo fees, sio ati jambo ambalo anahitaji kuendelezwa. Samahani, ngoja nitakupea nafasi yako. Muda naona muda umesonga sana. Tulia. Ningependa kupata mtazamo wako kwa wale yote yenye tumezungumzia hapa. Mtazamo wako ni upi? As for me, kila kitu shasemwa, na vile nasemwa ni naomba tu mkono kila kitu. So in short, parents pia petu watoto wao time mbaya hiyo tu. Shukran kabisa. Tutakuwa tunavuka huku kuliani kwangu Bwana Marvin Mavo hapo mwisho. Mtazamo wako ni upi yale yote tuliweza kusema hapa siku ya leo? Okay, mimi niko na hoja moja. Na hiyo hoja inaenda kwa wizara ya elimu. Ndio. Inaongozwa na CS Magoha. Ndio. Hii curriculum iko sahihi. Mostly in favor indiscipline schools. Huwezi pata kuna somo inazungumzia about
au venye unaweza behave poa kwa shule, venye unaishi kindugu na wenzako. So hiyo ndio mimi naona inachangia sana vita shuleni, shule kuchomwa, vitu kama hizo. Shukran kabisa. Sadaka kabisa, ewe mpenzi wetu, kipenzi mtazamaji mwenye unatutegea pale YouTube ama ukurasa wa Facebook Wavu TV na vile vile YouTube Wavu TV. Muda kwa umesonga, tumepata maoni mengi siku ya leo. Tumeweza kuzungumzia mambo yanayochangia wanafunzi kukosa nidhamu. Tuliweza kupata maoni yakisema malezi mabaya, mitandao, mihadarati, dawa za kulevya, hizo social media. Tukapata kusikia mziki wa taifa la Kenya pia unachangia. Tukaona kuna pia pressure, depression, teachers, walimu. Msikilizaji, kwa siku ya leo mtazamaji, kwa siku ya leo tutakuwa tunafika kikomo hapo, lakini usikose kujiunga nasi Ijumaa ijayo, maana tutakuwa tunazamia na tutakuwa tunadadavua kwa undani kabisa, tukiyachambua masuala yaliyosemwa hapa na viongozi waliofika hapa siku ya leo. Watakuwa wanatoa hoja zao ama zile zenye tunaita solution way forward kwa wanafunzi ama kwa walimu ama hasa kwa taifa zima la Kenya. Kufikia hapa mimi sina la ziada, tunakushukuru wewe. Ijumaa ijayo. Basi vile vile mpenzi mtazamaji, endapo utaweza kupata video hii, usiweze kusahau kusubscribe pale ukurasa wetu wa Facebook Wavu TV, maana ni upeo wa jamii na lazima tuipe jamii kipaumbele. Ndio maana tumezungumzia masuala yanayoathiri jamii. Sina la ziada kufikia hapa, nakwambia alamsiki.